ili hilo ambalo limefanyika katika roho liweze kudhihirika katika damu na nyama, maana yake moyo wako unahitajika. Moyo wako unahitajika. Moyo wako ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho uje kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio sawa. Na naweza nikaenda mbali zaidi, nikakwambia kwamba moyo wako ndio mlango unaoruhusu mwili wako kuweza kupata kupata uzoefu wa mambo ya rohoni. Kwa lugha nyingine, kuwezesha mwili wako uweze kushiriki katika mambo ya rohoni. Katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaanza somo jipya tunapomalizia mwaka, na somo linaitwa Anza Mwaka Mpya na Bwana. Anza Mwaka Mpya na Bwana. Ya watu wengi huwa wanakuwa wanatengeneza mipango, wanatengeneza malengo kwa ajili ya mwaka mpya ambao wanauingia, na kwa bahati mbaya katika mipango hiyo na malengo hayo Bwana huwa hana nafasi. Na wengine ambao wangetamani Bwana ashiriki awe pamoja nao katika mwaka huo mpya, hawajui namna ambavyo wanaweza kumfanya aweze kushiriki katika mipango yao yote. Kwa hiyo somo letu hili ambalo tutakwenda nalo, tutaangalia ndani takriban wiki 2, tutalenga kuangalia mambo kadhaa, mambo mbalimbali yanayohusiana na kuanza mwaka mpya na Bwana, namna ambavyo unaweza kumshirikisha, lakini zaidi ya yote faida ambazo zinatokana na wewe kuanza mwaka wa kumshirikisha Bwana. Na kuhakikishia ukielewa kile ambacho tunakwenda kukizungumza, maisha yako yatabadilika. Mwaka unaofuata utakuwa ni mwaka ambao utakushangaza kuliko miaka mingine yote. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo lengo lake ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa sababu kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana. Kumbuka tu unapoalika watu kusikiliza mafundisho ya Kristo, waambie haya mafundisho yako tofauti kidogo. Watu tunawafundisha kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Ndio maana mwanzo wataona kama yana mgongano, lakini ukweli ni kwamba tuliumbwa tufikiri kama Kristo. Nitoe shukrani za dhati pia kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya zoezi ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Usichoke, endelea kusimama pamoja nasi. Wewe, sisi, Roho Mtakatifu, wote tunafanya kazi kama timu moja, tukihakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Unachangia gharama na kuwezesha mafundisho haya kufikia watu kila mahali bure bila gharama yoyote. Kwa hiyo nakupa hongera sana 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 sana. Baada ya kusema hayo basi kama nilivyokujuza hapo mwanzo, somo letu linaitwa Anza Mwaka Mpya na Bwana, na mstari ambao tutakuwa tunautumia ama tunausimamia, tutasimamia mistari miwili ambayo inazungumza kitu hicho hicho, lakini mmoja uko kwenye Agano la Kale na mwingine uko kwenye Agano Jipya. Sasa kwenye Zaburi ya 105 mstari wa 4, Mfalme Daudi anatuasa, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote.
Kwenye tafsiri ya Biblia ya neno anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sasa kwenye kumbuka, of course Agano la Kale kuna Biblia ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania na ambazo zimeandikwa katika lugha ya Kigiriki ama Kiyunani. Na kwenye lugha ya Kiebrania anavyozungumzia uso, pia ungeweza ukatoa neno uso ukaweka uwepo. Naenda sawa sawa? Kwamba mahali ambapo ameandika uso wa Bwana ungeweza ukaweka uwepo wa Bwana. Ni neno hilo. Kwa hilo neno linalotumika hapo katika lugha ya Kiebrania linamaanisha uso, lakini linamaanisha uwepo. Kwa muda wowote, na of course huwezi ukauona uso wa mtu bila yeye mwenyewe kuwepo. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo anasema mtafuteni Bwana na nguvu zake. Mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo tungeweza tukasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uwepo wake siku zote. Sasa niliacha hilo linaning'inia hivyo, alafu twende kwenye Waefeso 6 mstari wa 10. Waefeso 6 mstari wa 10. Alafu Mtume Paulo baada ya kuandika waraka wake kwa kanisa la Efeso anahitimisha kwa kusema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Angeweza kusema kwamba mzidi kuwa hodari katika uwepo wa Bwana na uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo unaona dhana ile ya kumtafuta Bwana ama kumtaka Bwana na nguvu zake inajirudia tena kwamba kutafuta uso wake ama uwepo wake siku zote inajirudia. Sasa katika somo hili tutaangalia mambo kadhaa, lakini nianze kwa kuweka utangulizi mfupi. Kitu cha kwanza, nafahamu unaweza kuwa unanisikiliza ukasema, lakini sisi tumeungana na Bwana, sisi ni mmoja pamoja na Bwana. Kwa lugha nyingine kwamba Bwana yuko ndani mwetu na sisi tuko ndani ya Bwana. Kumbuka Ukristo maana yake ni kwamba ni uzima na asili ya Mungu ndani ya mwanadamu, ama uzima na asili ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa lugha nyingine, ulipozaliwa mara ya pili, roho yako imekuwa roho moja na Bwana. Lakini kama ambavyo nitakuonyesha, utaona kwamba anapozungumzia kumtafuta Bwana mara nyingi amekuwa akizungumzia katika maeneo mawili matatu. Eneo la kwanza ni katika moyo wako na eneo la pili ni katika nafsi yako. Sasa usisahau mwanadamu ameumbwa katika ama ana sehemu tatu muhimu. Sehemu ya kwanza, mwanadamu ni roho, kama ambavyo Mungu ni roho. Ukisoma kwenye Yakobo 2:26 inasema hivyo, ukasoma kwenye Wathesalonika kwanza 5:23 inasema hivyo. Kwa hiyo mwanadamu ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Kwa hiyo maana yake sehemu tatu, ana roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo yeye ni roho mwenye nafsi, anakaa ndani ya mwili. Sasa tungeweza kwa mantiki hiyo, Biblia inasema kwamba mtafute Bwana ama mtake Bwana. Nitakuonyesha, anasema kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Maana yake ni kwamba tunavyozungumzia kumtafuta Bwana ama kumtaka Bwana, hatumaanishi katika roho zetu, kwa sababu katika roho yako wewe ni mmoja, you are one with him. Wewe umeungana na yeye, wewe ni mmoja na yeye. Sio kitu kimoja, lakini wewe ni mmoja na yeye, umeungana naye. Na hata kwenye mwili wako pia ukiangalia ukisoma kwenye waraka wa Korinto wa kwanza mlango wa 6 na Korinto wa kwanza mlango wa 12, utaona kwamba wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo umeungana naye, wewe ni roho moja na mwili mmoja pamoja na Bwana. Tunakwenda sawa? Na napozungumzia Bwana hapa inaenda kwa mapana. Inaweza ikawa unamzungumzia Mungu Baba, inaweza ikawa unamzungumzia Bwana Yesu, inaweza ikawa unamzungumzia Roho Mtakatifu. It doesn't matter. Maana yake nataka tumuelewe Bwana. Tuko sawa? Sasa kwa mantiki hiyo, kama nilivyokueleza, nafsi yako imegawanyika sehemu tatu. Nafsi yako ina maamuzi, ina hisia na ina fikra ama akili. Na kwa maana hiyo, kama ambavyo nitakuonyesha, utaona kila mara nyingi hasa katika Agano la Kale anapozungumzia kumtafuta Bwana, anazungumzia kumtafuta Bwana kwa moyo wako na kwa nafsi yako. Na kumbuka, kwenye nafsi ndiko mahali ambako maamuzi yanafanyika. Sasa niweke utangulizi mfupi pia kwenye ile eneo la roho, nafsi na mwili, ili tuweze kuelewana tunapoelekea huko mbele, kwa sababu ni muhimu sana ukalielewa hili.
Kama mmewahi kunisikia pia nikifundisha, nimekuwa nikisema kwamba moyo wako ni kama sebleni vile, kwamba ndo mahali ambapo wewe na Bwana mnakutanika na kufanya ushirika. Sasa nitarudia hapo, lakini tuende kwenye habari ya roho, nafsi na mwili. Kama nilivyosema, Mungu ni roho. Yohana 4:24. Bwana Yesu alituambia kwamba Mungu ni roho, na Wathesalonika wa kwanza 5:23 inasema pia mwanadamu naye ni roho, ana nafsi, anaishi ndani ya mwili. Na ukienda kwenye Mwanzo mlango wa kwanza kwenye mstari wa 27 utaona mwanadamu aliumbwa katika roho, alafu katika Mwanzo 2:7 akapewa mwili. Tuko sawa mpaka hapo? Sasa mwanadamu alivyoumbwa, aliumbwa aishi akitokea katika roho. Ndo maana Biblia inatuasa sehemu nyingi sana kwamba tuenende katika roho. Lakini baada ya anguko pale bustani ya Eden, kwa maana ya uasi wa Adamu pamoja na Eva, kilichotokea ni kwamba mwanadamu badala ya kuongozwa na roho yake akaanza kuongozwa na mwili wake. Sasa nafsi ndio inayounganisha roho na mwili. Ndo kazi ya nafsi. Nafsi ni kama gundi, inaunganisha, inawezesha mawasiliano ya roho na mwili. Kwa lugha nyingine, yale ambayo ungeamua katika roho yako, ngoja nirudie. Okay, iko hivi kwamba kama nafsi yako ingekuwa inaongozwa na roho yako, maana yake ni kwamba ingekuwa inapokea maelekezo kutoka katika roho yako, ama kwa lugha nyingine, wewe ungekuwa unafanya maamuzi kwa kusikiliza roho yako. Kwa hiyo nafsi yako ingekuwa inafanya maamuzi kwa kuongozwa na roho yako, na hayo maamuzi ambayo nafsi yako inafanya kwa kuongozwa na roho yako yanatekelezwa kupitia mwili wako katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mwili kazi yake ni wewe kuwasiliana na mazingira yako, kuwasiliana na uumbaji katika dunia hii. Ndio kazi ya mwili. Mwili ndio ambao unakupa leseni ama unakupa kibali cha kuweza kuishi hapa duniani. Ukisoma Yakobo 2:26 anasema kama vile ambavyo mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa, akikuonyesha kwamba kinachotia uhai katika mwili ni roho yako, lakini mwili wako ndio unayoruhusu roho yako ibakia hapa duniani. Roho yako ikitoka nje ya mwili, huwezi ukabakia hapa duniani, unatakiwa uondoke. Kwa nini? Kwa sababu kuna kanuni ambayo Mungu ameweka kwamba hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili. Sasa kwa hiyo ina maana yale yote ambayo roho yako itakuwa inataka kufanya hapa duniani, maana yake ni kwamba yanafanyika kupitia mwili, lakini wazo, maelekezo yanaanza katika roho, alafu nafsi yako ambako ndo kuna maamuzi, kuna fikra pamoja na hisia. Nafsi yako inafanya maamuzi kwa kukubaliana ama kwa kuongozwa na roho yako. Maamuzi hayo yanatekelezwa kupitia mwili wako katika hii dunia. Kwa hiyo kwa mfano, ungekuwa uko nyumbani na roho yako, kwa maana kumbuka roho yako imekuwa roho moja na Bwana. Wakorintho wa kwanza 6:17 anasema yeye aliungwa na Bwana amekuwa roho moja pamoja naye. Kwa hiyo linakuja wazo kwamba nenda kamuombe Magdalena, kamwekee mkono. Magdalena ni mgonjwa, umesikia habari zake, then linakuja wazo kwamba nenda kamwekee mikono naye atapata afya. Sasa hayo maelekezo yanatoka katika roho yako, hayatoki katika mwili wako. Kwa hiyo nafsi yako ina kazi ya kufanya, aidha ifanye maamuzi ya kukubaliana na hilo wazo ama ikatae. Kwa hiyo nafsi yako ikifanya maamuzi ya kukubaliana na hilo wazo, maana yake ni kwamba inabidi utoke hapo ulipo, labda uende hospitali. Lakini ili uweze kutoka hapo ulipo uende hospitali unahitaji mwili. Nakwenda sawa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba utakuta sasa mwili pamoja na nafsi vinatekeleza maelekezo ya roho. Na kwa maana utaenda hospitali, utaweka mkono juu ya mgonjwa na of course atapata afya. Lakini kama unaongozwa na mwili wako, na nikizungumza kuongozwa na mwili wako, tunazungumza kuongozwa na milango mitano ya fahamu. Maana yake utaanza vipi? Nimesikia Magdalena ni mgonjwa sana, wamemtia kwenye mipira, wameweka kwenye oxygen, actually ajitambui, amekata kauli. Vipi nikienda nikimwombea akafa? Maana yake ni kwamba mwili wako unataka kuwa na sauti katika hilo ambalo roho yako imesema.
Na kwa maana hiyo, kama mwili wako ama milango mitano ya fahamu ina ushawishi zaidi katika nafsi yako kuliko ambavyo roho yako ina ushawishi juu ya nafsi yako, basi utafanya maamuzi kwa kukubaliana na mwili wako, yaani milango mitano ya fahamu. Kwa hiyo hautaenda. Kwa hiyo unaweza ukaona kila mara tunavyoendesha maisha, tuna taarifa ambayo inakuja kupitia roho zetu na kuna taarifa ambayo inakuja kupitia miili yetu. Kazi ya nafsi ni kufanya maamuzi, kukubali au kukataa. Sasa kwa nini nimelisema hilo? Nimelisema hilo kwa sababu tunapokuja kwenye swala la kuanza mwaka na Bwana, kwa upande mmoja milango mitano ya fahamu itakwambia kwamba wewe unajua kila kitu. Ulienda kwenye semina ya uwekezaji mwaka huu, ulienda kwenye semina ya ujasiriamali mwaka huu, kwa hiyo mwaka kesho utakuwa mzuri. Uhitaji Mungu, unachohitaji tu ni kutekeleza mipango hii ulionayo. Umefundishwa, umepewa ujuzi na wataalamu, kwa hiyo utatoboa. Kwa hiyo milango mitano kwa maana ya mwili wako unakwambia hamna haja ya kupoteza muda wako kaa kumtafuta Bwana. Roho yako inakwambia hapana, sikiliza, pasipo Bwana wewe hauwezi kufanya lolote, hauwezi kufanikisha lolote. Ni muhimu ukaanza na Bwana. Yes, una ujuzi, yes una mipango, lakini hebu nenda mbele za Bwana. Umtafute, utafute uso wake, utafute kusikia, utafute nguvu zake na uwezo wake wa kukuwezesha ili uweze kufanikiwa. After all, si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali ni kwa Roho wa Bwana. Kwa hiyo roho yako inaanza kuchagiza kwamba utenge muda wa kukaa mbele za Bwana na kumtafuta. Sasa nafsi yako iko hapo katikati. Kazi yake ni kuamua ndio ama hapana. Je, inakubaliana na roho yako ama inakubaliana na mwili wako? Na kwa bahati mbaya, kwa sababu ya anguko, mwanadamu kwa maisha yake yote mpaka wakati tumekuja kuzaliwa mara ya pili na hata baada ya kuzaliwa mara ya pili, tumekuwa tukiongozwa zaidi na milango mitano ya fahamu kuliko kuongozwa na roho zetu ama kuongozwa na neno la Mungu. Na kwa maana hiyo, tunapoambiwa tuchukue staili mpya ya maisha, inaleta mgogoro ndani ya fikra zetu, kwa sababu ni namna ambayo hatujaizoea. Na hata tukiambiwa tumtafute Bwana ama tutake nguvu zake, tutake uwepo wake na nguvu zake, dhana inakuja kwamba haya mambo ni kwa ajili ya watu special, ni kwa ajili ya watumishi walioitwa, wenye upako maalum, wenye huduma maalum, wenye nguvu maalum. Kwa hiyo mimi ni nani? Kwa hiyo mimi nitaenda kwa mtumishi aniombee. Ndio maana unaona watu wanakwenda kwenye makanisa, wanakwenda kwenye mikusanyiko wakitafuta shortcut waombewe, na hawataki kutengeneza, kujenga uhusiano binafsi na Bwana. Sasa kwenye hili somo nachokusudia ni kwamba tuone huo umuhimu, kwamba tuenende katika namna ambayo tutafika mahali nafsi zetu zitakuwa zinaongozwa na roho zetu, ama kwa lugha nyingine nafsi zetu itakuwa ama sema nafsi yangu ifike mahali ifanye maamuzi kwa kuongozwa na roho yangu badala ya kuongozwa na milango mitano ya fahamu. Kwa lugha nyingine, nifike mahali nafsi yangu iwe nakubaliana na roho yangu, na kwa maana hiyo mwili wangu uwe kazi yake ni kutekeleza hayo maongozo ama maelekezo ambayo nayapata kutoka katika roho yangu, na hayo maelekezo nayapata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Usisahau hilo. Ndio maana anasema roho naye ushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Pamoja na kwamba wewe ni roho moja pamoja na Bwana, lakini pia unaye Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza katika hilo. Sasa baada ya kusema hayo, ni muhimu ukatambua, narudia tena, naenda taratibu liweze kuelewana. Wewe umetengenezwa katika sehemu tatu muhimu. Wewe ni roho, kwa sababu Mungu aliyekuumba ambaye ni baba yako ni roho. Ndio maana anaitwa baba wa roho zetu. Ukisoma kwenye Waebrania 12 utaliona, nadhani mstari wa 9. Ukisoma Luka 4:24 Bwana Yesu anasema Mungu ni roho, na kwa maana wewe pia ni roho. Na kwa maana hiyo, lolote na chochote ambacho Mungu atafanya na wewe, atafanya katika roho. Lakini ili hilo ambalo limefanyika katika roho liweze kudhihirika katika damu na nyama, maana yake moyo wako unahitajika. Moyo wako ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho uje kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Tunaenda sawa? Na naweza nikaenda mbali zaidi nikakwambia kwamba moyo wako ndio mlango unaoruhusu mwili wako kuweza kupata kupata uzoefu wa mambo ya rohoni. Kwa lugha nyingine, kuwezesha mwili wako uweze kushiriki katika mambo ya rohoni.
Kwa sababu watu saa nyingine tunakosea, tunadhania kwamba mwili hauna kazi. No, mwili huu tulionao nao umeumbwa ili uweze kushiriki katika mambo ya roho. Ndio maana Wathesalonike wa kwanza 5:23 anazungumzia Mungu kutakasa roho zetu, nafsi zetu pamoja na miili. Hebu tukasome pale mara moja alafu mambo yatakaa vizuri. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Sikia anavyosema. Nitakusomea kwenye SUV alafu tutasoma kwenye tafsiri hizi nyingine hizi. Haleluya. Anasema hivi. Anasema hivi, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, amuhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Neno anasema hivi, Mungu mwenyewe, Mungu wa amani awatakase ninyi kabisa nanyi muhifadhiwe roho zenu, nafsi zenu na miili yenu bila kuwa na lawama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia habari njema inasema Mungu mwenyewe anayetupatia amani awatakase nyinyi kabisa kwa kila namna na kuzilinda nafsi zenu, roho, mioyo na miili yenu mbali na hatia yoyote wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. TKU anasema hivi, tunaomba kwamba Mungu mwenyewe, Mungu wa amani, awafanye muwe watakatifu mkiwa wake. Tunaomba kwamba katika roho yote, nafsi yote na mwili mzima mtahifadhiwa salama pasipo lawama Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu sio tu kwamba ana maslahi na roho yako, lakini pia ana maslahi na nafsi yako na mwili wako. Kwa tunatakiwa kuexperience, tunatakiwa tuweze kushiriki, tunatakiwa tuweze kumfurahia Mungu katika roho zetu, katika nafsi zetu na katika miili yetu. Na moyo wako ndio unayemruhusu Mungu na ufalme wake ambaye ni roho kuja kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Na moyo wako ndio unaoruhusu mwili wako pamoja na nafsi yako kuweza kushiriki katika mambo ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo either way, unaweza kuwa unatokea kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye damu na nyama, ama unatokea kwenye damu na nyama kwenda katika ulimwengu wa roho, lakini mlango hapo ni moyo wako. Kwa lugha nyingine, moyo wako ndio kituo cha nini? Kituo cha utekelezaji. Tunasema center of operation, Kiswahili kinanishinda. Ndio mahali ambako mipango yote na mambo yote na maamuzi yote na utendaji kazi wote unapofanyika. Ndio maana Biblia utaona mara kwa mara inazungumzia habari ya kumwamini Bwana kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Kwa sababu haya maeneo mawili, kama ambavyo tutakusha kipindi kinachokuja, moyo wako na nafsi yako ni ya muhimu sana. Unaponisikiliza kwa mfano nikazungumza kitu, kukubaliana au kukikataa hicho kitu ni maamuzi yanayofanywa na nafsi yako, lakini hayo maamuzi yanayofanywa na nafsi yako yanafanyika katika moyo. Tarudia tena, kwamba unapofanya maamuzi ya kukubali ama kukataa, hayo maamuzi yanafanyika katika moyo. Na ndio maana Biblia inazungumzia kumtafuta Bwana ama kumtaka Bwana kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Kwa lugha nyingine, anataka hisia zako, maamuzi yako na fikra zako zitulie mbele za Bwana, zimtegemee Bwana. Anataka roho yako, nafsi yako, mwili wako na moyo wako umtegemee Bwana. Kwa lugha nyingine, anataka Bwana awe ana ushawishi katika roho yako, katika nafsi yako, katika moyo wako na katika mwili wako. Ni muhimu kalelewa ile rafiki, kwa sababu tunapoanza kuangalia namna ya kuanza mwaka mpya na Bwana, tutaangalia huu mstari kama nilivyokuonyesha. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uwepo wake ama uso wake siku ngapi? Siku zote. Na katika kumtafuta huko ni vyote vinashiriki, roho yako inashiriki, nafsi yako inashiriki na mwili wako unashiriki, bila kusahau na moyo wako unashiriki. Bila hivyo maana yake ni kwamba utachemsha, na mimi sitaki uchemshe. Sasa fanya maamuzi kuanzia kipindi hichi cha kwanza kwamba nitafuatilia kwa makini na kile ambacho kitasemwa
nikiwa nimepewa uthibitisho wa neno, nitachukua hatua sawasawa na hilo ambalo limefundishwa, kwa sababu nataka mwaka unaofuata uwe ni mwaka wa tofauti, uwe ni mwaka uliojaa mafanikio na ustawi. Nataka kuona mafanikio na ustawi wa kiungu katika maisha yangu. Kumbuka Petro anasema hivi kwamba uwezo wa kiungu umetukirimia vitu vyote vinavyohusiana na uzima na utaua. Alafu anasema pia Mungu ametupa ahadi zake ili kupitia hizo tuweze nini? Tuweze kuwa washiriki wa asili ya uungu. Unaonaje ukaanza mwaka unaofuata ukitembea na kuwezeshwa katika asili ya kiungu, badala ya kuenda kama mwanadamu ukaanza kuenda katika viwango vya Kristo? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.